Mashariki na Kati na Tanzania, akiwa na zaidi ya miaka 55 ya uzoefu wa kazi. Uzoefu wake umetokana na uongozi thabiti katika vyombo vya habari, ambapo amejijengea umaarufu kwa mchango wake katika uandishi wa habari, utangazaji na usimamizi wa mashirika ya habari ndani na nje ya nchi. Baada ya kuhitimu elimu ya sekondari, alianza taaluma yake kama mchezaji wa disco, yaani DJ maarufu wa muziki wa dansi, kabla ya kujiunga na Radio Tanzania, yaani RTD, kama mtangazaji wa michezo. Mwanzoni mwa miaka ya 80 alihamia nchini Kenya na kujiunga na kampuni binafsi ya uzalishaji wa matangazo ya biashara akiwa meneja wa uzalishaji. Baada ya kuondoka katika kampuni hiyo, aliendelea na kazi za uandishi na utangazaji katika idhaa mbalimbali za kimataifa, zikiwemo idhaa ya Kiswahili ya VOA, BBC na DW, ambako alijipambanua kama mwandishi mahiri aliyeripoti kwa lugha ya Kiswahili. Mwaka 1990 alipata nafasi ya kwenda nchini Uingereza kwa mafunzo ya miezi mitatu yaliyotolewa na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mafunzo haya yalimfungulia mlango wa kupata kazi ya kudumu katika shirika hilo. Katika kipindi hicho, alijijengea sifa na kuteuliwa kuongoza idhaa ya Kiswahili ya BBC World Service mwaka 1999. Alihudumu katika nafasi hiyo kwa kipindi cha miaka 7 na kufanikiwa kuongeza hadhira kutoka wasikilizaji milioni 7 kwa wiki hadi milioni 21 kwa wiki. Mwaka 2006 alirejea Tanzania na kuteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Utangazaji Tanzania, ambapo alisimamia mabadiliko ya taasisi hiyo na hatimaye kuanzisha Shirika la Utangazaji Tanzania TBC. Pia katika kipindi cha uongozi wake, mshindi huyo alisimamia mageuzi ya utangazaji wa televisheni kutoka mfumo wa analojia kwenda mfumo wa digitali ndani ya TBC. Baada ya kumaliza mkataba wake mwaka 2010, alijiunga na Mwananchi Communications Limited mwaka 2011 hadi 2014 kwa nafasi ya mkurugenzi mtendaji, kabla ya kuwa mkurugenzi mtendaji mkuu wa Azam Media Limited kuanzia mwaka 2014 hadi alipostaafu 2023. Katika nyanja za kitaasisi, mshindi huyu amehudumu katika nafasi mbalimbali, zikiwemo mwenyekiti wa bodi ya ithibati kwa waandishi wa habari, yaani JAB 2024 hadi sasa, mjumbe wa bodi ya Baraza la Habari Tanzania MCT 2021 hadi sasa, mwenyekiti wa bodi ya Star Media Tanzania Limited 2008 hadi 2010, mjumbe wa bodi ya Jumuiya ya Utangazaji Kusini mwa Afrika SABA 2006 hadi 2010, na mwenyekiti wa Jumuiya ya Watangazaji wa Umma Afrika Mashariki 2007 hadi 2010. Mshindi huyo katika maisha yake yote ya kazi amejitofautisha kwa ubunifu, uadilifu, uongozi na mchango wake mkubwa katika kuimarisha sekta ya uandishi wa habari na utangazaji Tanzania na barani Afrika. Nguli huyu ni mnasihi au mentor kwa wanatasnia wengi wa habari ndani na nje ya Tanzania. Na sasa ni Mabibi na mabwana, natamani msimame kabla ya kumtaja mshindi. Mheshimiwa Rais, kwa kibali chako tusimame wote. Na mshindi ni Tido Dastan Muhando. Wakati anakuja na mimi nachomekea hapo hapo, Gelson Patinus Msigwa mnayemuona leo, aliyempika na kumfungulia dunia ni Tido Dastan Muhando. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sasa ninawaletea wasifu wa wanahabari wawili wabobevu ambao kwa pamoja usiku huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, utawatunukia tuzo ya mwanahabari mbobevu katika tuzo hizi za Samia Kalam Awards. Wa kwanza, wasifu wake unasema, mshindi huyu